Eleza wajibu wa lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa nchini Kenya. Hujambo mtazamaji wa Teachkrest. Karibu, nami ni nahodha wako B. Kerubo. Leo tunataka tuangazie kazi ya isimu jamii. Na swali la leo ni kwamba ueleze wajibu wa lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa nchini Kenya. Kwa kufafanua tu swali hili linakuuliza, wajibu ni kuulizwa jukumu lake ni lipi, umuhimu upi. Lugha tunajua ni mfumo wa sauti nasibu unaokubaliwa na jamii fulani kwa ajili ya nini? Mawasiliano. Na kuna lugha nyingi, kwa mfano Kiswahili, Kiingereza, Kikisiki, Korea na kadhalika. Lakini lugha unapata kwamba zina majukumu tofauti. Kuna lugha ambazo ni lugha rasmi, na lugha ambayo utapata ni lugha ya taifa, na lugha utapata ni lugha sanifu, na lugha utapata ambayo ni lugha ya kimataifa. Hivyo tunataka tujikite leo hii katika lugha ya taifa. Na tunasema kwamba lugha ya taifa ni lugha inayotambulisha taifa zima, na pia hutumiwa kuonyesha ustaarabu wa nchi hiyo. Kumbuka kwamba lugha ya taifa huwa na sifa kama vile kuwa na wazungumzaji wengi, kuibua hisia za kizalendo, kuwapa wa nchi husika utambulisho, na pia zile hisia za umoja. Na lugha hii huenda ikawa ni ya kigeni au ya kienyeji. Haya, tujibu swali la leo. Wajibu wa lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa nchini Kenya. Nchi ambayo tutajikita nayo ni nchi ya Kenya. Mwanzo, Kiswahili hutumiwa kuunganisha watu wa taifa. Kumbuka kwamba katika nchi ya Kenya tuna makabila kama 42. Na hivyo kuna haja ya kuwa na lugha ya kuunganisha watu hao kutoka makabila mengine. Hivyo Kiswahili kinatekeleza jukumu la kuunganisha watu katika taifa la Kenya. Jambo la pili linaloingiliana na hoja ya kwanza ni kwamba huziba mipaka ya kikabila. Huziba mipaka ya kikabila. Kiswahili hutumiwa kuziba mipaka ya kikabila haswa wakati wa mawasiliano. Ikiwa hamuelewani, mnaamua kutumia lugha ya Kiswahili ili kuziba ile mianya. Jambo la tatu ni kwamba Kiswahili hukuza utamaduni wa Kiafrika. Ukiangalia tu hata jinsi ya kupika, mapishi, mavazi yanaonyesha Uafrika. Haswa nchini Kenya. Ikiwa ni mtu pale amevaa kanzu yake, mwingine amevaa kikoi na kadhalika. Kama ni viazi vimepikwa, vikachemshwa, vikatiwa nazi, ile tui ya nazi, basi inaonyesha utamaduni wa Mkenya. Jambo lingine, hukuza uzalendo wa watu. Tunapata kwamba tunapotumia Kiswahili kuna hisia za uzalendo zinazotokana na lugha hiyo. Haswa pale ambapo tunaimba wimbo wa taifa. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii. Unaona pale Kiswahili kimetumiwa kutunga wimbo wa taifa unaoleta hisia za kizalendo. Jambo lingine ni kwamba Kiswahili hufanikisha harakati za uongozi. Kwa mfano, unatafuta au unawania kiti fulani,
inakubidi utumie lugha ya Kiswahili ili kuweza kuwafikia watu wengi. Hasa ukiwa katika majiji kama vile Mombasa, Nairobi, Kisumu, Eldoret, ambapo pia Nakuru, ambapo kwamba hautapata kwamba ni kabila moja tu ambalo liko pale. Watu wametoka sehemu mbalimbali wakakusanyika pale. Hivyo unapo eneza sera zako inabidi utumie lugha ya Kiswahili. Hivyo basi pale lugha ya Kiswahili itakuwa imekupa fursa ya kujikita katika uongozi. Unapotafuta kura zako, na pia zile sera ambazo zitakuwa zimepitishwa. Tuseme ni kuhusu mchakato wa BBI na kadhalika, hata kuhusu katiba. Unapata kwamba tunatumia lugha ya Kiswahili. Jambo la mwisho ni kwamba Kiswahili hutumiwa kutambulisha watu wa taifa fulani. Wakati mwingi watu wanahusisha Kiswahili kwamba kinazungumzwa Kenya na Tanzania na baadhi ya nchi zingine za Afrika. Hivyo tunaona kwamba kwa muda mwingi mtu anapojaribu hata kukadiria fulani anatoka wapi, kwa sababu ya kutumia Kiswahili, mtu huenda akasema kwamba huyu huenda ni Mkenya kutokana na lugha ya Kiswahili ambayo anaitumia. Hadi wakati mwingine, nimekuwa nahodha wako Bi Kerubo. Zidi kutazama video zetu. Pia weza kuacha ujumbe ikiwa umefaidi kutokana na video hizi, na pia unaweza kusambaza video hii ikawafikia wengi. Hadi wakati mwingine, kwaheri.